amemtisha rais. Tutasubiri kama hiyo orodha ya mashahidi watakaoitwa na upande wa mashtaka kuja kudhibitisha hilo shtaki la kutisha, watamuita huyo mkuu wa nchi, watamuita mama, au watamuita makamu wake au waziri mkuu kutoa ushahidi kwamba walitishwa. Kwanza nilikuwa nataka kusema kwamba kosa la uhaini lilitungiwa sheria na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 70 kwa sheria namba 9 ya mwaka 70 ambayo ilitunga ni sheria namba 2, sheria namba 2 1970 ndio imeunda kosa la uhaini katika Jamhuri ya Muungano. Na kosa hilo liko mpaka sasa hivi. Na sasa chini ya kifungu namba 39 kuna 39 kifungu kidogo 1 na kifungu kidogo cha 2 na kifungu kidogo cha 3. Chini ya sheria hiyo, chini ya kifungu hicho, ili kosa la uhaini liweze kudhibitika, kwanza lazima huyo mtuhumiwa, mshtakiwa, awe chini ya utii wa Jamhuri ya Muungano, awe anawajibika chini ya Jamhuri ya Muungano. Kwa mfano, katiba yetu inasema kila raia anastahili kutii na kufuata sheria za nchi. Kwa hiyo unatii kwanza sheria. Unatii kwanza sheria katiba ya Jamhuri ya Muungano. Pili, unatii vile vile sheria zilizotungwa na mamlaka za nchi hii, bunge. Kwa hiyo unakuwa chini ya mamlaka ya utii wa Jamhuri ya Muungano. Jamhuri ya Muungano, hatuzungumzi serikali. Hii kitu inaitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yote hiyo. Pili, ili aweze kushtakiwa na kutiwa hatiani kwa kosa la uhaini, lazima kuwe na ushahidi kwamba alitunga nia, kwamba alikuwa na nia ya kufanya hilo kosa. Na hiyo nia inajionyesha kwa nini? Kwanza, kwamba alikuwa na nia ya kumuua rais wa Jamhuri ya Muungano, au kumjeruhi, au kumuumiza, au kumfungia rais wa Jamhuri ya Muungano. Ukifanya hayo makosa ni uhaini. Utakuwa umefanya kosa la uhaini. Pili, kama utaonyesha nia ya kupindua serikali, au kama utaonyesha nia ya kusababisha mabadiliko ya serikali kwa mfumo halali, kwa njia ambayo haijaruhusiwa na sheria. Tatu, kosa la uhaini litakuwa limefanyika kama wewe ambao umeshtakiwa na uhaini utakuwa umeitishia Jamhuri ya Muungano, umeitishia serikali, au umeitishia mahakama au bunge, na umeonyesha nia hiyo ya kutishia kwa tendo linaloonekana. Tendo linaitwa overt act, ambalo linaonekana. Hilo tendo la kufanya uhaini linaonekana aidha kwa kutoa maandishi au kuchapisha habari
vitu kama hivyo, ndio unakuwa umefanya nini? Umefanya kosa la uhaini. Kwa hivyo unamjeruhi, unakuwa na nia ya kumuua rais, kumjeruhi, kumfungia au kumuumiza. Alafu hiyo nia hiyo unafanya nini? Unaitekeleza. Ni kurudisha nyuma kwenye historia ya kwetu. Hii kosa la uhaini limeanzishwa mwaka 1970 kama nilivyosema, na watu wa kwanza kushtakiwa na kosa hilo la uhaini walikuwa ni, wewe umeenda shuleni sekondari mwaka gani bwana Bendera, bwana Baraki? Kulikuwa na kesi ya uhaini ya kwanza katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambako jamhuri walimshtaki Gray Likungu Mataka na wenzake 7, wakiwemo, utamkumbuka kwenye historia ya nchi hii, Mama Biti Titi Mohamed, wakiwemo bwana Michael Kamaliza. Hii katika kesi hii hao watu 9 raia walikuwa 2 na wale wengine wote walikuwa ni askari wa jeshi, na ushahidi ulitolewa kwamba walikula njama ya kumuua rais na kubadilisha serikali kwa mtutu wa bunduki. Kesi ya pili ya uhaini imetokea 1983, na washtakiwa hapo walikuwa ni bwana mmoja anaitwa Hatibu Gandhi na wenzake 8. Hatibu Gandhi na wenzake 8. Katika shauri hili raia alikuwa ni mmoja, huyo Hatibu Gandhi. Wengine wote 8 walikuwa jumla 9. Wengine wote 8 walikuwa ni askari jeshi. Na tuhuma ilikuwa ni hiyo kupanga njama za kumua rais, alafu wapindue serikali kwa kutumia nguvu. Na hivyo nini, hayo matendo yanaonyesha nia. Ulitolewa ushahidi juu ya barua ambazo waliandikishana hao nini, hawa walanjama, vikao vya siri, mikakati ya namna ya kutekeleza nini, kutekeleza hiyo nini, hiyo nia, nani alikuwa afanye nini na kadhalika. Na hiyo kesi ya kina Bibi Titi Mohamed mwaka 70 ilikuwa ni hivyo. Sasa nitoe mfano mwingine wa 3. Kwa mfano, Kenya mwaka 1983 jeshi Kenya na raia kadhaa walifanya jaribio la kuipindua serikali ya Moi. Baadhi ya wale askari walikimbilia Tanzania, wakaja wakajificha huku, walikamatwa. Kukawa na shauri la kuwahamisha, kuwarudisha Kenya ili wakashtakiwe. Unanipata? Na kati ya askari mmoja alikuwa Ochuka, nadhani, walirudishwa. Walikuwa ni askari waliokula njama kupindua serikali kwa kutumia nguvu. Askari pamoja na raia unatumia nguvu. Sasa huyu mheshimiwa, huyu bwana Tundu ni raia, unajua ni raia. Hakuna hajashtakiwa pamoja na watu wengine. Kwa hakika mpaka sasa hivi, labda wabadilishe hati za manini, hati ya mashtaka,
hajaunganishwa na maaskari wenye silaha ili waweze kupindua serikali. Na maneno ambayo anadaiwa aliyatoa, kayatoa hadharani, sio kwenye kificho, wakati anazungumza na waandishi wa habari. Kwenye hiyo kesi ya kina Bibi Titi, ile mipango ile ilikuwa inafanyika kwenye siri, na hii ya akida nini Hati Magi hivyo hivyo walikuwa wanafanya mipango ya siri juu ya namna ya kufanya hayo mapinduzi. Kwa hivyo ni swala la ushahidi. Je, mtu au raia ambaye ana utii kwa Jamhuri ya Muungano atakuwa amefanya kosa la uhaini kama atatoa maelezo, atatoa kauli kwenye mkutano wa hadhara, kwa mfano, ambayo haijapendeza, na hiyo kauli, hayo maneno yakawa sawasawa na uhaini, bila kuwa amefanya kingine zaidi, katoa tu maelezo, maneno, anakuwa amefanya nini? Uhaini, bila kuwa na vitendo zaidi vinavyoonyesha ule uhaini. Maana yake ni kumdhuru rais, au kumjeruhi, au kupindua nchi kwa kutumia nini? Kupindua serikali kwa kutumia nguvu, kwa kutumia silaha. Na ni moja, unapindua serikali ambayo ina majeshi ya ulinzi na usalama, polisi, jeshi, watu wa magereza, ina usalama wa taifa, unaelewa? Ina hela. Unapindua wewe mmoja kwa kutishia, kwamba unatishia, umesema unasema tutafanyaje? Tutakinukisha. Naangalia ile charge sheet Mr. nani, tutahamasisha uasi, tutakinukisha, tutavuruga kweli kweli, uchaguzi tutauvuruga kweli kweli, mbele ya hadhara. Alafu this is treason. Alafu unafanya huu ni uhaini, na uhaini ni kosa kubwa la kwanza katika Jamhuri ya Muungano, ambalo ukifanya kosa hilo unaweza kukamatwa pale na raia au na askari na polisi kama wapo pale, kama ambavyo sisi raia, kama unaona mtu anafanya kosa mbele yako, anavunja store, anapiga mtu, anaiba, si tunamkamata pale. Hatusubiri, yaani hatutawanyiki. Unaenda kwenye shughuli zako. Huyu mheshimiwa allegedly kafanya uhaini mbele ya waandishi wa habari na mbele ya wanachama wengine labda 300 ngapi. Alafu baada ya hapo watu wametoka, wametawanyika. Ameenda nyumbani kwake, ameenda siku mbili baadaye ameenda kuwa mwenyekiti wa viongozi wa vyama ambavyo viko bungeni, chini ya kivuli cha Kituo cha Demokrasia Tanzania, Tanzania Center for Democracy. Kaongoza kikao pale, akiwemo mheshimiwa Stephen Wasira, makamu
mwenyekiti wa CCM ametoka pale kwenye hicho kikao, ameenda kufanya campaign hizo mikoa ya nene ya kaskazini wiki nzima, analindwa na polisi, hawajamkamata. Yani kwa hivyo tunasubiri ushahidi katika shtaka la hilo ambalo ameshtakiwa. Anadaiwa kwamba alitisha na kuiogopesha serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa neno serikali ni nini? Neno serikali halijafafanuliwa na sheria, kwamba unaposema serikali una maana nini. Lakini bahati nzuri kwenye katiba yetu chini ya sura ya pili ya katiba imefafanua. Sura ya pili inazungumzia serikali ya Jamhuri ya Muungano. Sehemu ya kwanza inasema hiyo serikali manake ni nani? Inamtaja rais wa Jamhuri ya Muungano ndio serikali. Wa pili inamtaja makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano, yuko kwenye ainisho hilo la serikali la neno serikali. Inataja baraza la mawaziri, inataja mwanasheria mkuu, inataja mkurugenzi wa mashtaka, inataja wakuu wa mikoa. Hawa ndio serikali kwa mujibu wa nini wa katiba. Sasa shtaka ambalo Mheshimiwa Tundu ameshtakiwa nalo ni kwamba ameitisha serikali. Manake nini? Amemtisha rais. Tutasubiri kama hiyo orodha ya mashahidi watakaoitwa na upande wa mashtaka kuja kudhibitisha hilo shtaki la kutisha, watamuita huyo mkuu wa nchi, watamuita mama, au watamuita makamu wake au waziri mkuu kutoa ushahidi kwamba walitishwa, na kwa hivyo na huyu aliyewatisha amefanya nini kosa la uhaini. Wanaweza kusema kwa vile shughuli ya uchaguzi inasimamiwa na tume ya uchaguzi, na huyu bwana huyu mshtakiwa atakuwa ameitisha tume ili wasisimamie ule uchaguzi. Swali litakuja, je, hii tume huru ya uchaguzi ni serikali? Jibu ni hapana. Chini ya katiba hii ibara ya 74 ibara ndogo ya 11 wanasema kwamba tume ya uchaguzi itakuwa ni huru katika kutekeleza mamlaka yake kwa mujibu wa masharti ya katiba hii. Tume ya uchaguzi haitalazimika kufuata amri au maagizo ya mtu yeyote au idara yoyote ya serikali au maoni ya chama chochote cha kisiasa. Kwa hivyo tume ni huru kwa mujibu wa katiba. Tume ni huru, pamoja na kwamba watu wanasema kwamba hii tume sio huru. Lakini mwaka jana mwezi wa 4 rais alipitisha sheria iliyounda inayoitwa Tume Huru ya Uchaguzi. Ni huru kutoka kwa nani? Itakuwa ni huru kutoka serikali. Ni mamlaka iliyoundwa chini ya katiba ambayo ni huru
huru, maana sio sehemu ya serikali. Unanipata? Na ndio inayosimamia mambo ya uchaguzi. Bahati nzuri, bwana mwandishi, sheria ya uchaguzi imeweka utaratibu. Inakuaje kama kuna mtu au watu wanavuruga uchaguzi? Kama mtu au watu wanavuruga uchaguzi, inakuaje? Nilikuwa na nakala ya hiyo sheria, imeandikwa Kiswahili hapa sinayo, lakini nikusomee kifungu kinachohusika wa hii sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Hiyo iliyopitishwa mwaka jana mwezi wa pili na bunge, na mwezi wa 4 ikapata saini ya rais. Kifungu 133 inazungumza kuvuruga kwa shughuli ya uchaguzi. Taisoma kwa Kiingereza. A person who at a lawful public meeting held in connection with the election of any person between the day of publication of the notice appointing nomination day and the day on which the results of the election are published acts or incites others to act in a disorderly manner for the purpose of preventing the transaction of the business for which the meeting was held, commits an offense and shall be on conviction, and shall be liable on conviction for a fine at least not less than 50,000 shillings, but not exceeding 200,000 shillings, or to imprisonment for a term of not less than 6 months, but not exceeding 12 months in prison. Kwa hivyo, chini ya sheria ya uchaguzi, mtu yote ambaye anavuruga au anashawishi watu wengine wavuruge shughuli ya uchaguzi, atakuwa amefanya kosa la jinai chini ya sheria ya uchaguzi hii ambayo nimeitaja. Na akipatikana na hatia, anaweza akapigwa faini ya kiasi ambacho hakipungui shilingi 50,000, lakini kisichozidi faini ya shilingi 200,000, au kwa kifungo kisichopungua miezi 6, lakini kisichozidi miezi 12, au vyote viwili. Kwa hivyo, na ni swala la uchaguzi, swala la ushahidi, kama hili kosa litakuwa limefanyika. Na uchaguzi una hatua ziko nyingi tu. Kuna hatua ya uandikishaji, kuna hatua ya vyama kuanza kuteua wagombea wao, kipindi cha campaign, kipindi cha uchaguzi, kipindi cha kuhesabu kura, kipindi cha kutangaza matokeo na kadhalika. Ukifanyika makosa hayo ya kuvuruga mchakato wa uchaguzi, pale adhabu yake imewekwa ndani ya sheria yenyewe. Sasa kwa hiyo tunasubiri huo ushahidi wa kutoka kwenye kosa ambalo adhabu yake ni fine kuanzia shilingi 50,000, uende kwenye uhaini ambalo adhabu yake ni kifo. Na ni maneno tu ni maneno tu ya kuvuruga, ya kuvuruga, wanaosema kuvuruga uchaguzi.